kama utapendeza ungelijibu hili, kwa sababu watu wamekuona ukisafiri kwenda sehemu mbalimbali. Mara ya mwisho umeonekana huko Senegal, umetembelea academy mbalimbali pale. Watu wameona mahusiano ambayo yapo kati ya klabu ya Yanga na Sevilla kule Spain. Wakati fulani unaonekana pia Falme za Kiarabu ukitengeneza mahusiano mbalimbali. Yote hayo ni katika malengo ya kunufaisha mradi huu wa Yanga Soccer School au na njia nyingine ambayo umetengeneza? Kwa uhalisia hali nilipita Senegal in Africa. Senegal ndio nchi inachuana sasa hivi na Morocco, ndio nchi ambazo zinatengeneza vipaji vikubwa sana barani Afrika, na nilikwenda pale kwa sababu Senegal in terms of levels za maisha hatutofautiani na Watanzania. Nilitaka kwenda kujifunza pale. Nimetembelea kituo kinaitwa Generation Foot, moja katika vituo vikubwa. Juzi nilikuwa naangalia mpira baada ya mechi yetu ya Singida pale Singida. Nikaangalia Premier League, kulikuwa kuna mechi kati ya Crystal Palace na Crystal Palace against Tottenham Hotspur. Katika hiyo timu ya Tottenham Hotspur kuna Papa Matar Sarr anapiga midfield pale. Alafu huku kwenye Crystal Palace kuna Ismail Sarr. Hawa wachezaji wawili wametoka Senegal. Hawa wachezaji wawili wametoka academy inaitwa Generation Foot. Ismail Sarr miaka 28, miaka 18 amekuja Ufaransa, anacheza Metz. Ampita Watford, sasa yuko Crystal Palace. Papa Matar Sarr miaka 18, miaka 17 ametoka Generation Foot, ameenda Metz, amecheza season moja tu mwaka 2020. 21 anasajiliwa na Tottenham Hotspur. Leo yuko pale miaka 23, ameshakuwa pale for 5 years. Haijaje bahati mbaya. There was a lot of preparation na nimekwenda kujionea kwa macho yangu kwenye Generation Foot. Academy kubwa pale Senegal ikiwa inawapika wachezaji. Ni kuhakikishia hakuna miujiza. We will deliver in the next 5 years. Nchi yetu itakuwa na wachezaji wanaocheza huko mbele kwa program hizi. Kwa hiyo ya Senegal, lakini tuna mkataba ambao tulisign na Sevilla. Very soon tutaanza kuona walimu kutoka Sevilla wanakuja kutusaidia kwenye hizi programs za watoto. Na kwa nini tunachagua hizi timu? Unajua moja katika sifa kubwa ya maandalizi ya wachezaji ni kuhakikisha unapata standard ya mtumiaji wa mwisho. We can produce our players, lakini kama hatujafikia ule ubora ambao mtumiaji wa mwisho ambaye ni target ya Europe anautaka, we'll end up having these kids na hawataenda mahali popote. Generation Foot wakati wanatengeneza academy yao waliingia agreement na Metz, club kubwa pale Ufaransa. Metz wameleta teknolojia yao pale, wanatengeneza wachezaji kwao. Every year wanachukua wachezaji wasiopungua 20 kwenda kwenye academy, kwenda kwenye Metz kwa maana France. Kwa nini? Because kile kinachotengenezwa kimeshafikia mahitaji au kimekidhi matakwa ya mtumiaji wa mwisho. Kwa hiyo ndio maana tunaingia makubaliano na hizi timu za juu ili kuhakikisha production ya wachezaji, development ya wachezaji inakidhi standards za kimataifa ili uweze kumuuza mchezaji nje. Kwa hiyo hizi partnership tunazitengeneza ni kwa maslahi ya youth development yetu na ni kuhakikishia mimi sijawahi kuingia kwenye miradi kama hii kwa kusuasua. Young Africans na taifa letu litanufaika sana miradi hii na we will be very serious. Niwashukuru GSM Foundation kwa kusponsor wachezaji 30 na nikuhakikishie mwezi wa 7 tunakwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Tutawapeleka watoto. They will go to the international platforms na kuhakikisha wanauza bendera yetu ya Tanzania. Katika hichi kipindi kifupi cha miezi 4 tutawaandaa vizuri kwa level ya kwanza na tutakwenda kupeperusha bendera yetu. Tukitoka hapo tutarudi kujifunza wapi tulipokosea na nini kifanyike. The next year will be one of the best. Kama hatujarudi na kombe, tutarudi tukiwa tumejifunza mwaka huu.